Tuombe. Bwana Yesu, wewe ni mwema, umekuwa mwema kila siku itwapo leo. Wema wako tumekuwa tukiuona siku kwa siku, lakini hata asubuhi ya leo tumekuwa mashuhuda wa wema huo. Rehema zako na huruma zako zimetosha kutuwezesha sisi ambao tusingeweza kustahili kuiona siku hii, lakini kwa rehema na huruma hizo tumeweza kuiona siku hii. Lakini hata huruma hizo na nguvu zako ndio zimetosha kutuwezesha kujongea hata kufika kanisani. Tunakuomba wakati huu tunaposhuka katika miguu yako, kwa maana sisi ni dhaifu, ukatustahilishe kwa huruma hizo. Neno lako likapate kutusaidia, likitufundisha na kutuonya na kututakasa, ili tuendelee kuziona huruma zako katika maisha yetu. Neno lako likatupe amani siku zote za maisha yetu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tuketi. Hata alipoingia Kapernaum, akida mmoja alimjia akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mkuu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, Amin nawaambia, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunapo tafakari wazo kuu la leo lisemalo huruma za Mungu, Mwinjili Mathayo anatuelekeza katika mazungumzo ya Yesu pamoja na akida wa Kapernaum. Ukisoma katika Injili ile ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ile ya 8 aya ya 1. Akida wa Kapernaum ni mmoja kati ya maafisa wa jeshi la Kirumi. Kama tunavyofahamu kwamba wakati ule Yesu alipokuwa akifanya huduma yake, nchi ile ilikuwa chini ya utawala wa Kirumi. Kwa hiyo hata jeshi ilikuwa ni askari waliokuwa hasa wakiaminiwa sana, na askari hao walikuwa ni nje ya Wayahudi, kwa hiyo walitambulika kama wa mataifa. Akida huyu kwa cheo chake, sijui kwa hapa Tanzania atakuwa tunamuita nani, kwa wale wanaojua kanuni za kijeshi au taratibu au level za kijeshi au lenki za kijeshi. Lakini huyu kwa cheo cha akida, maana yake ni askari anayeongoza kikosi cha watu wasiopungua 100. Kuna ambaye mwenye idea ya mambo ya kiaskari hapa? Ndio mzee Panduka. Askari anayeweza kuongoza kikosi cha askari 100 anakuwa na cheo gani? Captain. Kwa hiyo kwa tafsiri rahisi sasa, huyu akida kwa lugha yetu tuliyozoea ni sawa sawa na captain wa jeshi, lakini kwa kule alikuwa anajulikana kwa cheo kilikuwa kinaitwa akida. Kwa hiyo akida ni cheo cha afisa wa kijeshi katika jeshi la Kirumi. Kwa hiyo tumuite huyu sasa kwa tafsiri yetu kwamba alikuwa ni
kapteni wa jeshi. Huyo alipokuwa na mtumishi wake ambaye ni mgonjwa, alikwenda kwa Yesu. Alipokwenda kwa Yesu akamwambia, Bwana, mtumishi wangu ni mgonjwa, hawezi. Lakini Yesu akamwambia yule akida, nitakuja huko nyumbani niweze kumponya. Lakini yule akida anazungumza maneno ya ajabu kidogo. Anasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, sistahili wewe uje nyumbani kwangu, lakini ukisema neno tu, naamini mtumishi wangu atapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hili linaonyesha namna ambavyo akida alikuwa na imani, na imani ndiyo inayopelekea huruma za Mungu ziweze kuonekana kwa yeyote. Kiwango cha imani ndicho kinachogusa moyo wa Mungu. Kiwango cha imani ndicho kinachomgusa Mungu, na yeye anaonyesha huruma zake, na huruma zake zinapotushukia sisi ndiyo sehemu ya baraka katika maisha yetu. Alichokifanya akida wa Kapernaumu tunasema ni kitu ambacho hakikuwa cha kawaida. Tunapokwenda mbele za Mungu kwa shukrani, tunapopeleka matoleo yetu kwa njia ya shukrani, huwa tunahitaji huruma za Mungu zikaonekane katika maisha yetu, zionekane katika kazi zetu, zionekane katika familia zetu, zionekane mahali popote. Na huruma za Mungu ndiyo neema yake ambayo inaweza kututosheleza sisi kuendelea kuishi katika ulimwengu huu, maana tunaishi kwa neema. Kwa hiyo neema nayo ni huruma za Mungu katika maisha yetu. Kwa hiyo kwa jambo hili tunapaswa na sisi tuweze kuangalia ni kitu gani ambacho tunakitenda ambacho kinaweza kumgusa Mungu na kusema hiki sio kitu cha kawaida. Na mambo haya tumewahi kuyaona hata wakati wa Ibrahimu anapomtoa mwanawe sadaka. Mungu anashangaa, anasema, inawezekanaje jambo hili, mtu kumtoa mtoto wake wa pekee kuwa sadaka? Sadaka ile ilimgusa Mungu. Lakini kama tutakuwa tunatoa sadaka za kawaida ambazo wala hazina hata maumivu, sadaka ambayo wala hufikirii, sadaka ambayo tena unaweza hata ukasahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sadaka ambayo inamgusa Mungu, ambayo tumeiona hata kwa Kornelio yule ambaye alikuwa pia ni mataifa. Anapotoa sadaka zake, anaambiwa kwamba sadaka zako zimefika mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu zilifanyika kumbukumbu, zilimgusa Mungu, kwa sababu alitoa sadaka ambayo ilikuwa sio sadaka ya kawaida, ni sadaka ambayo ilikuwa inamgusa Mungu. Lakini je, sisi tunatoa sadaka za kumgusa Mungu kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sadaka ambayo inamfanya Mungu akumbuke inaendana pia na sadaka ambayo wewe mwenyewe hutaisahau katika maisha yako. Yaani unatoa sadaka afu inafika mahali utakumbuka maisha yako yote. Kwa nini? Kwa sababu ni sadaka ambayo ilikuwa ni sadaka ambayo ni tofauti kabisa. Na katika hiyo lazima na Mungu naye atakukumbuka tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini huyu akida mahali pengine Biblia inasema kwamba Wayahudi walimuombea kwa Yesu, wakamwambia Bwana Yesu kwamba huyu anastahili kutendewa hilo kwa sababu alilipenda taifa letu, lakini zaidi sana alitujengea sinagogi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kitu gani ambacho kinaweza kikamgusa Mungu katika maisha yetu
hata aone kwamba tunastahili kuhurumiwa. Hali ya nchi tunasikia kwamba imekuwa ni hali ambayo ni tete, ukame, mvua hazinyeshi. Tunafanya kitu gani ambacho kitaleta huruma za Mungu katika nchi yetu? Kitu gani kitaleta huruma za Mungu? Kitu gani kitaponya nchi yetu kama hatujatenda jambo ambalo litamgusa Mungu? Akida anamwambia Bwana Kristo, sema neno na mtumishi wangu atapona. Ni imani ya ajabu sana ya mtu ambaye ni mataifa. Mungu atujalie ili tunapoenenda katika maisha yetu kama Wakristo tuweze kuangalia ni jambo gani ambalo tunaweza kulitenda likamgusa Mungu na Mungu aweze kufungua au kuachia baraka zake. Akida anamwangalia Yesu kama Mungu katika maisha yake. Kwa nini anamuona Yesu kama Mungu? Kwa sababu anakumbuka kwa njia ya neno kila kitu kilifanyika. Kwa njia ya neno Mungu alisema kwamba kuwepo na mito ikatokea, kuwepo sijui na mbingu zikatokea, kuwepo na, alikuwa anatamka tu. Kwa njia ya neno ulimwengu ulifanyika. Na Akida anazungumza kitu cha ajabu sana, anamwambia Yesu, sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Tunapaswa na sisi kuweza kuliishi neno la Mungu kwa kuamini kwamba neno la Mungu lina nguvu katika maisha yetu, ili katika hilo neno tuweze kuona baraka na huruma za Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Tuombe. Bwana Yesu,